jamani, ni Hello Weekend, na kama ilivyokuwa kawaida yetu sasa, kila inapofika saa 2 kamili huwa ni ule wasaa wa kukaa kwenye kikao chetu cha familia kuweza kujadiliana mambo mbalimbali yanayotuhusu sisi wenyewe, tuone kwa namna gani tunajijenga na kujiboresha kimawazo. Na wewe uliokuwa nyumbani una fursa ya kututumia ujumbe kwa nambari inayopita hapo chini, nayo si nyingine bali ni 0763 809 770. Nasi bila hiana tutasoma ujumbe wako hapa. Kama ilivyo kawaida, siko peke yangu katika kikao hiki. Niko mimi Alessia Haure na mwenzangu. Mimi ni Richard Ngaila, muda wa kujadili kuhusiana na viashiria hatari vya kuzingatia katika mahusiano, yani uhusiano. Kwa sababu uhusiano ndio neno sahihi zaidi. Unajua mtu akisema mahusiano anaona kama kuna matawi mengi. Sahihi. Sasa viashiria hatari vya kuzingatia katika uhusiano. Yani ukiona nini kikitokea, dalili zipi, basi ujue upo kwenye uhusiano hatari. Yani uhusiano ambao muda wowote unakutoa machozi. Na kuhakikisha kwamba mada hii inaingia vizuri katika vichwa vyetu na mioyo yetu na tunaielewa, hatuko peke yetu. Tuko na wageni wetu wa siku hii ya leo. Huyu si mwingine bali ni Queen Dickson. Yeye ni mshauri wa mahusiano, lakini pia pale mtandaoni Instagram maarufu kama MC Viva. Lakini hatuko naye peke yake, tuko na Charles Kalungu. Yeye huyu ni mwanasaikolojia, atatuambia hali ikoje. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni mno. Asante sana. Amekuja kuponya donda vya uhusiano mwingi. Mpenzi wako ana mpenzi wake. Unayempenda kampenda mwingine, huyo mwingine naye na mwingine naye. Ni kama chain ya kutokupendana. Kwa sababu wewe unampenda huyu, manake ampendani. Na mmoja anampenda mwenzake na huyu anampenda yule. Kwa hiyo ni mzunguko ule ambao ni hatari sana hiyo. Karibuni sana. Asante. Tuvizungumza hivi viashiria hatari vya kuzingatia katika uhusiano. Nianze kwako Queen Dickson, MC Viva. Viashiria hatari. Naomba kwa MC Viva tuzidishe na niliuchu, yani tuzidishe utamu. Anaita Mlima Sayuni, Mama Mjengo, Ukingo. Baadaye itakuja kutuambia kwa nini majina yote haya. Bwana, viashiria viko vingi sana. Nikisema niviseme vyote hapa sidhani kama nitamaliza. Viko vingi sana na vingine tukienda kiundani zaidi unakuta kama ni udhaifu wa mtu, sawa sawa Sasa vile viashiria tunaongelea vile viashiria mama ambavyo vinamfanya mtu aseme huku nakoenda siko. Kuna kile kinaitwa poor communication, sawa sawa mnakuwa hamuwasiliani. Unatuma message wewe, inakaa masaa 12 kama message ilikuwa katika mfungo. Mbona mfungo? Yani message kama mtu alikuwa amefunga. Yani ile message ungeweza kuipost basi itakuwa na viewers karibia milioni 1 haijajibiwa. Umenielewa? Hiyo ni sign moja mbaya sana, my dear. Mawasiliano. Hamuwasiliani. Sasa nini, mna communicate vipi? Mnaongeaje? Sawa sawa. Jambo la pili jamani, mtu ambaye hawezi kuomba msamaha. Yani unakosea wewe, unanuna wewe, bubu la kwako niombe msamaha mimi. Atabadilika? Habadiliki. Tabia ni ngozi. Kwa hizo signs ukiziona, hapo hakuna pa kukaa. Yani usikae, my dear. Watu wachache, wako wengi. Mungu anaweza kama amekuwekea fungu lako mbele huko. Usitake kutengeneza mahusiano sasa hivi ukaja kulia baadaye. Na ubaya wa mapenzi hulii na watu, unalia mwenyewe. Sawa sawa na wakati mwingine tunalia na nyinyi wana saikolojia na washauri. Mwana kuligeti. Utaanza kuumia mwenyewe, ukienda watakupa maneno tu unarudi kwako. Sasa hapo umezungumza kwamba kuna viashiria vya asili ambavyo vinatokana na tabia za mtu za asili na hizi nyingine ambazo zinawezekana ni man made, yani ni mtu tu anazo yeye kwa sababu huna sifa ambazo anazitaka kama akupendi. Za asili zinaweza kuwa zipi kabla tujaenda kwa mwana saikolojia? Mimi nafikiri viashiria ambavyo vipo katika mapenzi sana sana, sidhani kama unaweza ukasema hivi vya asili, hivi sio vya asili. Mimi sidhani, kwa sababu watu wametofautiana kidogo sana. Ndio maana wanasemaga wanaume baba yao ni mmoja, mama yao ni mmoja. Umeelewa Sasa hivi viashiria jamani, hata kama hataonyesha katika ndoa, yani kwenye uchumba kuna namna uliviona ukasema labda atabadilika. Atabadilika, my dear, run. Basi
mambo ndio yashakuwa hivyo. Tukija kwa mwanasaikolojia, hii hali ikoje? Yani kwa nini kwamba mtu anakuwa anajifariji au anakuwa haoni vile viashiria tunaita red flags mtu anaipaint ile to pink to yellow. Hapana, this is not red bwana. Huyu bwana ananipenda. Hayo yote yananifanya ni upendo tu. Kwa nini inakuwa hivyo? Yani ni nature, ni kuchanganywa na mapenzi, love is blind au ni nini? Nadhani ni hatua ya mahusiano. Mahusiano na hatua. Na stage ya kwanza watu tunaita infatuation. Yani hali ya kuwa blinded kama ulivyosema kwamba unakuwa hauoni makosa lakini pia unakuwa hauna maamuzi. Yani utimamu unapungua, kwa unakuwa unaishi kwa hisia. Sasa mara nyingi hali inaweza kaenda hata miezi mitatu. Unajua tafsiri ya mahusiano siku moja ni sawa na mwezi. Oho. Yani mahusiano kwa uhalisia siku moja ni sawa na mwezi. Ikiwa na maana? Ikiwa na maana ya kwamba heka za mahusiano huwa ni nzito. Yani kiasi kwamba mpaka usurvive mwezi tu mmoja changamoto. Ndio maana mahusiano mengi sasa hivi ya kisasa yanavunjika haraka sana. Watu wanawahi kinaiana. Lakini pia kwa tathmini na utafiti uliofanyika na shirika la Reuters Marekani inasema ya kwamba kila sekunde 34 kuna uhusiano moja linavunjika. Kila sekunde 34 ambao ni wastani wa dakika kabisa. Yani tunavyoongea hivi liko lilovunjika kabisa, ambao kwa wastani wa dakika moja ni sawa na mahusiano 105. Alafu kwa saa ni kama mahusiano 6300 kwa saa moja duniani, na kwa siku ni sawa na mahusiano kama 144,000. Sasa siko mbali sana na jibu la MC Viva, yes, kwamba mahusiano na misingi na msingi wa kwanza huwa ni mawasiliano. Kuna vipengele viwili kwenye mawasiliano. Hapa kuna taarifa na mazungumzo ya kina. Sasa taarifa ni ule mrejesho mfupi ambao mtu anakupatia. Unajua mtu akikupenda atakupa muda. Ni kweli. Asiyekupenda atakupa sababu. Yaani mtu ambaye hakupendi hakosi visingizio. Ya lazima atatafuta sababu kukupa. Ila anayekupenda atakupa muda na nafasi. Kwa hiyo taarifa, ukiona mtu akupi taarifa kuhusiana na vitu vyake, pengine na kuficha, ujue kabisa kwamba hapa kuna shida. Na naweza kusema udhaifu mojawapo ya wanawake wengi huwa wanafunguka kiasi kwamba wanakosa cha kusema. Na mahusiano mengi kwa wanawake yanakuwa magumu kwa sababu wanajielezea sana. Ni kosa kubwa. Nitakuja nizungumzie katika hatua za kutafuta pengine mke au mume, nini ambacho inabidi uangalie ili mwisho wa siku usije ukafanya makosa, kwa sababu kuna watu hapo kwenye ndoa ya miaka hata 20 lakini hawajawahi kuwa na furaha. Wamewahi kuwa na furaha miaka 2 tu ya mwanzo, lakini baada ya hapo ni changamoto. Kwa hiyo kuna huo upande wa mawasiliano, kuna taarifa na kuna mazungumzo ya kina. Ukiona mtu akupi mazungumzo ya kina, basi ujue unamkera au pengine amekukinai. Mtu anayekupenda, yani unapozungumza ni kama unamuimbia, ni kama unampigia zeze. Yani kuna namna fulani anakuwa anatamani tu akusikilize. Lakini kiwa mtu anamwambia bwana mimi niko busy, sina muda, basi ujue kuna changamoto. Umechoka. Lakini msingi wa pili wa mahusiano, kiachilia mbali mawasiliano, ni kujitoa, sacrifice. Yani kama mtu hawezi kusacrifice vitu kwa ajili yako. Kuna watu ambao wanaingia kwenye mahusiano wakiwa na misingi tofauti pengine ya imani. Huyu anasema ili unioe lazima uingie. Huyu anasema ili nikuoe wewe lazima uoe. Kuna kuvutana. Na mwisho wa siku mahusiano ni makubaliano. Yani kama mjakubaliana huwezi kuhusiana. Kwa mwisho wa siku ni kwamba kujitoa, kama mtu hawezi kujitoa kwa ajili yako, kufanya vitu vidogo kwa hatua ya awali, hautaki kufanya uwekezaji mkubwa. Kuna kitu kinaitwa sunk cost fallacy. Ukiwa umewekeza au umefanya uwekezaji mkubwa kwenye mahusiano ya ngazi ya awali, maana yake ni kwamba unaweza kujikuta unashindwa kutoka, kwa sababu kila ukifikiria unaona hapana, siwezi kuacha mahusiano. Kwa sababu kila mtu anaingia na akili yake. Na kwa tafsiri nyepesi, kuna watu ambao wanaitwa sapiosexual na kuna watu ambao wanaitwa hypergamous. Hypergamous ni watu ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vitu materialistic, kwamba naingia ili nipate vitu. Nikiingia na huyu bwana au nikiingia na huyu mwanamke naweza nikapata unafuu. Kwa kuna wanawake wameolewa sio kwa sababu wanapendwa, kwa sababu wanaume wanaona urahisi na unafuu wa maisha. Anisumbui huyu. Huyu hawezi kunisumbua, atajihudumia mwenyewe. Na kitu ambacho wanawake wengi wakipenda ambao wana nafasi kidogo ya kiuchumi ni kuona mwanaume ni kama amewatelekeza hivi. Kwa sababu wewe unaweza kujihudumia, anaomba hela fulani hivi. Hata kama mwanamke ombi hela, kuna namna fulani, kuna misingi fulani na asili ya mwanaume na mwanamke. Tunakuja kuizungumzia huko mbele ya safari. Kwa hiyo huo upande niliosema kwamba kujitoa, mtu kama ajitoi kwa ajili yako kwa vitu vidogo, kiukweli ni ngumu sana. Kwamba nilikuwa busy sana kazini leo. Hapana. Yaani mtu anayekupenda atatafuta nafasi. Ndio maana kuna watu wanasafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Kumfuata mwenzie. Mimi nakuja. Yaani ana riski muda wake, ana riski safari.
na pengine watu hawajui kaenda wapi, lakini anajua anakokwenda. Au mtu shika hela katengeneze kuku. Sio kwamba yeye hahitaji fedha, ana matumizi, ana mahitaji mengi, lakini anatoa. Ndio maana kuna wengine huwa wanafikia wakati mgumu sana, kwa sababu unakuta wamewekeza sana, wanajisikia vibaya, wanaamua kujidhuru au kuadhuru wengine. Kujitoa kuna kiasi. Lakini msingi wa tatu ni msingi wa msamaha, kama alivyosema hapa zangu, kwamba mtu anayekupenda lazima atajishusha. Kuna muda hata kama kosa ni la kwako, kuna namna unapima akili ya mwenza wako. Unajua kuna watu wengi wameingia kwenye mahusiano na watu ambao wana changamoto ya akili. Wana changamoto zao. Unakuta mtu ana changamoto ya overthinking, kila kitu kidogo yeye anakikuza na kifikiria kwa namna kubwa. Yaani kuna vitu fulani ukiondoka na kuwazia vibaya, yaani unaweza kawa unamuhisi vibaya, kumbe ni yeye ana shida, au pengine anakuwa anazungumza nawe kwa hasira, unahisi huyu mtu pengine anipendi, au kuna mtu anahusiana naye kumbe ana changamoto ya hasira, lakini wewe hujui. Hapo unavyosema hiyo kwamba mtu anakuwa ana react yani. Ni maisha ya mtu ya nyuma yanaweza akaleta viashiria hatarishi kwenye mahusiano yake, au ni nini? Kinachosababisha mtu react ni trauma, kiwewe. Inaweza kama amepitia mapito magumu sana kwenye mahusiano, lakini pia inaweza kawa ni uhalisia wa kile ambacho anakiona kwenye mahusiano yake. Na hapo tunaenda kwenye msingi sasa mwingine ambao ni uaminifu. Kwa kuna mtu mwingine anaweza kabadilika kitabia kwa sababu ya usaliti. Pengine mwenzake kamsaliti mara kadhaa, amevumilia, kila siku anamwambia nitabadilika. Mtu abadiliki, siku zinaenda, unampotezea muda mwenzio. Unajua kuna kitu kibaya kama kupoteza muda kwenye mahusiano. Kwa sababu unazubaa kama uko jangwani. Kupita kiasi, overthinking. Yaani inawezekana mtu hakuwa na historia mbaya nyuma, maisha yake yamekuwa tu smooth, yameendelea vizuri. Sasa inafika wakati labda mwanamke wake ama mwanaume wake hayupo, ametoka, apokee simu, akili inawaza itakuwa au yupo mahali. Kuna jibu tu linakuja, tunaita auto suggestions au heuristic. Kwamba yani kuna misamiati au kuna majibu ambayo mtu tayari amekuwa ameprogram kwenye akili yake. Ni auto suggestions. Huyu atakuwa tu kwa. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na wasiwasi mwingi. Kwa sehemu salama tu. Ni wasiwasi, lakini pia na hiyo hali. Hiyo hali manake ni naweza nikasema ni swala zima la mtazamo wa mtu unakuwa haupo katika uwiano sawia. Kwa unakuta mtu anakuwa anafikiria vibaya. Na hiyo kitaalam tunasema we call it rumination, kwamba ninakuwa nina endless cycle of negativity, nafikiria vitu hasi. Na ndio kwa ni shida hiyo, sio kwamba ni hali ya kawaida, ni shida. Inatibikaje ama inatibika kupitia CBT, yani ni program endelevu ambazo mtu anakuwa anasaidiwa, mwisho siku mtazamo wake. Lakini wapo ambao hawafikiri tofauti kwamba mke wake apokee simu, hawazi chochote yani. Yeye anaona sawa. Japokuwa bado kidogo za kabisa. Yani unajua mtu anayekupenda lazima akuonee wivu. Kabisa. Yani sio uwezi kwa umeenda, umetoka, umerudi, mtu yani hata ashangai yani ulikuwa wapi, haulizwi, ilikuwaje. Haya mahusiano kwa kweli pia hayana afya. Hapo mahusiano. Yani inabidi unaonea hivi kidogo, kwa nini nimechelewa? Yani hata kama nitazungumza na hii, nadhani hata pia kwa wanaume, unajua kuna wanaume hawana mahaba. They're not romantic enough. Na huo ni msingi mwingine. Yani unahusiana na mwanaume hajawahi kusifia. Ni somo lingine, mahaba ni nini? Yani mtu hana mahaba. Yani wewe unaambiwa umependeza na watu wengine, lakini unaye yule ambaye anakuona akwambie, ukizuka msuko fulani mwingine akakwambia umependeza, mimi nimekununulia nguo. Sasa mwisho wa siku ni mahaba makubwa hapo. Yani mahaba tuzungumzie kuhusu vitu, mahaba tunazungumzia kuhusu kauli kabisa. Na ndio maana yani kuna hatua, kuna michakato mingi hapo. Labda karibu tuendelee. Nilikuwa nataka nile kwa MC Viva, kuna kitu ambacho umekisema kwamba kuna ile mtu anakuwa ana overthink kutokana na yale mambo ambayo ameyapitia, lakini kuna kale kamsemo ambao kanatembea kwamba mwanamke akosei, yani akiwaza kitu yuko sahihi. Lakini tu anatafuta nini? Ule ushahidi. Nataka kujua kuhusiana na hilo, kulingana na wale ambao watu walikuja kukufuata uweze kuwashauri, waliona nini, viashiria gani mpaka kubaini kwamba ili uhusiano kuna kitu. Yani unajua unapokuwa unaishi na mwenza wako, cha kwanza kabisa, hata sisi wanawake, unamsoma mwenza wako. Sawa sawa. Unajua huyu akinywa maji na kikombe cha plastiki tutagombana. Umenielewa? Kwa siku amekunywa kikombe cha plastiki hajagombana na wewe, kuna kitu kwenye akili haiko pale.
unaanza kufuatilia huyu, mbona kama akili haiko hapa. Katika kule kumfuatilia, jamani, sisi kuna kitu kinaongea huku ndani wa mama. Sasa sijui kwenu nyinyi mwana saikolojia. Sawa. Mimi kuna kitu kinaniambia, jamani, hapa kuna jambo haliko sawa, vivi ingia kazini. Kile kitu usikipuuzie, hata kama unanisikiliza uko nyumbani mwali, usipuuzie. Kuna kitu Mungu ametuwekea, nafikiri wanawake. Yani mimi naweza nikakaa, nyinyi hamna details, inawezekana unacho unakipuuzia. Sisi hatujai kupuuzia. Umenielewa? Kile kitu kinakuwa kinauma huku ndani. Yaani unaongea na mume wako, lakini unajua sauti anayonijibia nayo leo, huyu sio mume wangu jamani. Ndio pale tunaanza sasa kuingia kazini. Kama kuna kuomba unaomba, kama unamfuatilia. Sasa hicho kitu mimi sijui Mungu amekiweka kwa sababu gani, labda ili tuweze kuwalinda hawa baba. Lakini hicho kitu kipo. I don't know, sijui niite supernatural thing. I don't know. Intuition. Ndio hivyo. Kwa sababu wanawake ni wasaidizi. Ndio. Ni sahihi. Sasa labda kwa hapo niseme kitu kimoja, wanawake akili yao ina mfumo wa sebule. Sitting room. Sitting room. Sebule na kila kitu, na TV, na makochi, na friji, na vitu mengi. Kwa wanaweza kukoroga vitu wakati mmoja. Kwa wanaweza kazungumza akakwambia hiki. Sasa kwa wanaume iko tofauti. Wanaume akili yake na yumba vyumba. Kwa ukija na mimi, ukija kwangu sasa hivi unaniambia kuna ada ya mtoto, acha ni process kwanza ya ada ya mtoto. Unaniletea tena siji kuna kodi, kuna maji, kuna nini. Yaani vile vitu huwa vinavuruga utulivu wa mwanaume. Yani mwanaume huwa anafikiria kwa hatua, ni mantiki almost all the time. Kwa ili niweze kurudi kwenye hali fulani, lazima nifungue chumba kile, nikifunge, alafu niingie kwenye chumba kingine cha mahaba nikae. Sasa mwanamke yuko tofauti. Hata akienda sokoni kununua ndizi, anafikiria ile ndizi jinsi mume wake atakavyofurahia, kwamba hii ndizi nikinunua mume wangu atafurahi. Yani anafikiria kila kitu kwa hisia. Na ndivyo ambavyo ilivyo yani. Kwa hiyo ana upendo wa namna fulani ambao ni wa asili, ambao kwa mwanaume iko tofauti. Yaani mimi nikiwa nafikiria kuhusu hesabu ni hesabu tu. Alafu sisi vichwa vya wanaume vinawaza namba kila muda. Kwa hiyo unaponiambia kitu mimi nafikiria kuhusu mahesabu. Yaani ukiniambia nataka nikasuke nawaza shingapi. Yaani hata kama hoja inaniambia nawaza nikupe shingapi. Kama sina naipataje? Naipataje, naitoa wapi? Sisi tunaelewa. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho wanaume wengi sana na wanawake wanashindwa kuelewana. Kwa hiyo kuna swala la kuelewa hapo, nadhani hilo ni jambo la msingi sana. Lazima nadhani kila mtu aweze kuelewa ya kwamba mwenzangu anafikiria kwa namna fulani, ili hiyo hali isije ikajitokeza. Lakini pia kitu kingine cha msingi ni kwamba kwenye upande wa hilo swala, kwa mfano tuende kwenye usaliti. Mara nyingi huwa inatokea kwa sababu ya mtu aidha kucomply na mazingira. Unajua kuna mazingira ambayo mtu, yani mapenzi au mahusiano huwa yanachochewa na proximity. Kuna watu wanahusiana kwa umbali kidogo, na hii huwa inaathiri sana. Unakuta watu hawaonani kabisa. Yaani proximity ina nafasi kubwa sana kuweza kuchochea mahusiano yaweze kuwa imara. Kama msipokuwa karibu au kama msipoweka utaratibu wa kuonana, inaweza kagharimu mahusiano yenu. Na ndio maana kwa mtu ambaye hajathibitisha mwenza wa kuwa naye kwenye maisha, lazima imchukue kama siku 151 kufanya ya kumpima. Na mtu akisalitiwa hapo ni wastani wa miezi 5. Miezi 5. Na unaposalitiwa unahitaji takriban siku 730 ili uweze kupona. Sasa unakuta mtu, yaani usaliti sasa mpenzi wako pale, usaliti mmoja huo, hiyo ni miaka hii miwili, ndipo utasahau kabisa, utakuwa sawa. Sasa unakuta mtu yuko kwenye mchakato wa kupona, alafu kuna tukio lingine. Sasa ndio maana watu wengi tunakuwa mnafosi kusamehewa. Mbona unisamehe? Tumeshaongea, tumeyamaliza, bado sijapona. Na sasa mimi kuna kitu hapa. Hizo siku, hiyo miaka miwili ni kwa mke, mume, ama hata kwa mpenzi tu kawaida? Hii ni kote inafanya kazi kote. Kwenye uhusiano. Kwenye uhusiano, hapo ni usaliti ama hata kuachana tu kwa namna nyingine? Hapana, kuachana hilo ni swala lingine kabisa. Hapa tunaongelea usaliti na familia. Tusome kwamba jumbe, manake huko na kwenye kushaanza kuwa kwa moto. Huyu anakuambia kwamba dalili kubwa ni mtu kuwa busy na mambo yake. Kiufupi, mahusiano mengi hapo ICU. Huyu ni Hamisi, mpiga picha kutokea Ndanda. Huyu mwingine mdau wetu anaitwa Anania Julius Mwaibina kutokea Dar es Salaam hapa. Kaorozesha vitu vyake kama 8. Anaanza mawasiliano mabaya, yani kukwepa kuzungumza au kujibu kwa hasira. Kukosa heshima, yani kudharau au kubeza mwenza. Uwivu uliopitiliza, kufuatilia kila kitu bila sababu. Udhibiti, kupanga maisha ya mwenzako bila ridhaa yake.
uongo, yaani kukosa uaminifu mara kwa mara, hasira kali, kushindwa kujizuia kwenye migogoro, kukosa uwajibikaji, kutokubali makosa, kutokuunga mkono, yaani kukukatisha tamaa badala ya kukutia moyo. Kwa kifupi wadau, hizi si dalili za mahusiano yenye afya, bali ni ishara za kuwa makini na kuchukua hatua mapema. Kwa hiyo endapo unaona dalili hizi kwa mwenza wako, chukua hatua. Hayo mawazo kutoka kwa mdau wetu. Kwa mke na mume ama hata kwa uhusiano, yaani huo ni mapenzi mnaanza. Kuna namna Ngaila hutaki kuelewa. Nataka kuelewa kwa sababu gani? Nachojaribu hapa, najaribu kwa ajili ya yule ambaye anatazama. Sawa. Awali ulisema Kalungu kwamba uwajibika kwa kiasi. Yani usiinvest sana. Usiinvest sana ili kupunguze maumivu. Lakini pengine kwa mke na mume wa ndoa unaweza ukawajibika fully. Na ndio maana hata formula ya kuweza kanuni ya kusaidiana au kuwezeshana, hiyo pia ni msingi mwingine. Kusaidiana, umoja. Yani lazima mshirikiane. Yani mahusiano huwa yako 50 kwa 50. Kuna muda inaweza ikawa 5 kwa 95. Yani mke akashikilia usukani. Hiyo ni kuna ndoa sasa. Ukaenda lakini mwisho wa siku unajua, yani uongozi wa mwanaume hiyo ni asili yake. Kwa mwanamke akiongoza lazima shida zitatokea. Kwa sababu imesha kutokea hali moja kwa baadhi ya watu ambao wa karibu kwenye kupita pita huko. Uhusiano unavunjika, anabaki na hoja, nimemhudumia, nimefanya kila kitu, nilikuwa namlipia kodi, nilikuwa namlipia ada, nilikuwa nafanyeje. Unamuuliza swali, wewe ulikuwa ni nani? Baba manani? Nilikuwa mpenzi wake. Nilikuwa naamini atakuja kuwa mke wangu. Ulikuwa unaamini atakuja kuwa mke wako? Mmepeleka posa mahali kwa hapana, nilikuwa ndo namjenga na msupport. Ndio hiyo hoja kwamba kuna mtu anatazama sasa hivi, pengine akaibeba hiyo kama tafsiri ya mapenzi. Hapana, hiyo kitaalamu tunaita gambler toss fallacy. Yani mtu ambaye anakuwa anawekeza kwa kutarajia kitu. Yani watu ambao wanatakiwa watarajie vitu ni watu ambao kwenye ndoa. Ndio maana takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu inasema ya kwamba kwa sasa hivi unajua tuko milioni 68. Ile ripoti ya sensa 2022 ilikuwa inazungumzia kwamba kuna idadi ya ndoa milioni 18. Sawa ambapo kwa sasa hivi nadhani zitakuwa zimefika hata milioni 20. Ambapo kwa wastani ilisema kwamba kila siku kuna ndoa 10 zinavunjika. Na katika kila mashauri 100 yanayopelekwa mahakamani, watu 90 wanaomba talaka, wataki kuendelea. Hoi. Na milioni 2 ya idadi ni watu ambao wameingia kwenye mahusiano yasiyo rasmi na kutengeneza familia. Na katika kila miaka 5 ndoa mpya za kisasa zinazofungwa huwa zinavunjika. Kwa unaweza kaona ya kwamba yani swala la mahusiano sasa hivi kidogo lipo kwenye kikaango. Kwa kuna vitu vingi vinatokea. Kwa hata hilo swala la gambler toss fallacy ni watu tu wanaamua sasa, bwana hebu ngoja tujaribu tuingie kwanza tuone. Kwa kuna watu wanaogopa kwa sababu ya taarifa na ripoti mbalimbali ambazo zinatokea kwenye mahusiano ya ndoa ya watu wengi. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wasiwekeze kwa sababu kuna wengi wanashinda kutoka kwenye mahusiano yanayowateza kwa sababu ya uwekezaji. Yaani usiwekeze sana kupita uwezo wako. Na kingine cha msingi, cha muhimu zaidi. Yaani hauwezi kutoa upendo ambao huna. Yaani wewe haiwezekani haujipendi alafu unampenda mtu mwingine. Yaani unamfanyia mtu vitu vizuri kupita maelezo. Yaani kuna watu kwenye mahusiano wamewahi kwenda kwenye mgahawa na wapenzi wao, niseme hivyo, ambao huo mgahawa wao hawajawahi kwenda. Pamoja na kwamba mahusiano yamevunjika ndio, lakini hiyo pia ni faida kwamba niliwahi kwenda kwenye mgahawa ambao sijawahi kwenda, nilisukumwa na mpenzi wangu kumpeleka kule, lakini nisingeweza kwenda mwenyewe. Hiyo ni faida? Hiyo ni faida. Ungeendaje sasa? Nisingefika. Nitoa mwenyewe. Kwa hiyo kumbe faida ni nyingi. Yaani usiwaze tu kuhusu hasara. Sasa hiyo ni faida ambayo kwa sababu umefanya kitendo cha pamoja. Yaani kwamba MC Viva ameenda na mume wake kwenye mgahawa. Wameenda wote pale, watakula wote, watakunywa wote. Lakini kuna vile vitu ambavyo unamfanyia yeye. Yaani ni one way, yaani kwamba mfanye kwa pamoja. Mfano umempa pesa, amepokea yeye. Umemnunulia nguo, ni yeye. Ile nguo amvai wote. Amependeza yeye, unasifiwa wewe. Kama umempa unajua kutunza, ni lake. Amtoendesha wote. Sasa unakuwa umewajibika. Sasa hapo kwenye ndoa. Kwenye huu mchakato hapo, kwa sababu athari nyingine inaelezwa nyingi zinatokea huku wakati watu wanaingia kwenye uhusiano, kwamba mtu
anaingia kwenye uhusiano sababu ya msingi ikiwa ni vitu ulizungumza mwanzo. Vitu. Na si lengo kwamba una kusudi gani la kuingia kwenye ndoa. Amefuata vitu, mwingine ametamani, mwingine marafiki zake wameoa, wameolewa na nini. Sababu nyingi zinakuwa dhaifu. Ni kweli. Labda tuje kwa MC Viva. Kutokana na wale ambao unawashauri, labda utuambie ni ukiona viashiria vipi ambavyo ukiona hivi kabisa ambia mtu hapa haupaswi kurudi, au je mtu akiona viashiria vinaweza vikavumilika tukavibadilisha tukarudi kuwa sawa? Viashiria ambavyo vinavumilika kwa mimi nikiongea na hao wanawake ni vya usaliti jamani. Hivyo vinavumilika kwa sababu sijavia authorize, sijasema hivi ni sawa. Kwa sababu unavyoamini mimi sidhani kama kuna mtu ambaye cheated. Wapo. Una uhakika? Wapo kabisa. Tutaongea baadaye. Kuna aina za kucheat. Okay, so elezea aina za kucheat hizi. Okay, sawa. Wapo ama tupo? Wapo. Wapo. So tupo. Nimeipenda hiyo. Bora mkwe. Angalia lakini. Angalia. Hapa tupo kazini. Kidogo watu wacheke. Sasa nimalizie hapo ambavyo havivumiliki jamani, ni vile vya kupigana. Sawa, vya kudhalilishana, vya kufanyana vitendo vya kikatili. Hivyo mimi sijawahi kumruhusu mwanamke abaki jamani. Na nikiambiwaga tu amenipiga na beba kinachokuhusu, fanya kujistiri kwanza mahali. Lakini usaliti na kupiga, bora usaliti. Bora usaliti. Unaweza ukatumia akili tukamshikisha adabu huyu bwana huyu. Huyu anashika usiangalie huu mwili, anashika adabu vizuri tu. Na anaacha usaliti. Hata kama hatoacha anapunguza. Yaani mimi huyu naweza nikakukamatia. Upo kasema yeye wapo ambao japo mimi sipo upande wake, lakini naweza nikakukamatia huyu bwana na akapunguza kwa 99%. Kwa hiyo usaliti hapo kwa nani? Kwa mwanamke ama kwa mwanaume? Upi ambao unasamehewa, ambao unashauri usamehewe? Kwa sababu inaelezwa kuna upande usaliti ili uweze kusamehewa ni namna yako tu ya kuomba msamaha, ubunifu wako kwenye kuomba msamaha. Mbona ubunifu? Yaani mwanamke akisaliti akaombe msamaha kwa mume wake asamehewe. Kuna aina ya msamaha ukiombwa lazima utasamehe ndugu yangu. Yaani hapo sasa hiyo ni darasa jingine hilo. Yaani kuna aina ya misamaha, umeelewa? Ina msamaha unatazama sasa hivi. Wanaenda kujaribu. Sio msamaha basi nisamehe aishe. Kuna namna unakaa unamsamaha kwanza mwenza wako, unatia huruma kwanza. Ukitia huruma unaangalia anachokipenda nini. Unajisikitisha. Unaelewa? Unajifanya huli siku mbili. Unaumwa wewe, umeelewa? Una homa isiyo, yani haiwezekani. Tunakaa tunaangalia, unamtafuta paka Vivi, ongea na mke wangu. Unanielewa? Kuna namna ya kuomba msamaha. Kuna namna ukiingia kwenye hiyo kona, wife anasema basi, yameisha mume wangu. Hapo msaliti hapo sasa. Hata mimi. Mwanamke akisaliti maana inaaminika vizuri tu anasamea. Nakwambia ukweli. Kwa hiyo kumbe hiki kinachoaminika kumtaani kwamba mwanaume akisalitiwa kurudi kwa mwanamke inakuwa ni ngumu, sio kweli? Inategemea, kwa sababu unajua kuna vitu viwili watu wanashindwa kuelewa. Kuna msamaha na kuachilia. Yaani mke wako anapokuambia nimekusamehe haina maana kaachilia. Inaweza kachukua miaka 2 kuachilia. Ndio maana kuna kitu kinaitwa relapsing. Yaani hata mume wako anaweza kusema nimekusamehe mke wangu, lakini ukashangaa harudi katika hali ya kawaida. Kwa sababu yupo kwenye mchakato. Yaani msamaha ni process, ni mchakato endelevu. Yaani mtu anaposema nimekusamehe haina maana kwamba amerudi kuwa kawaida, hapana. Aanze tu kucheka. Haiwezekani. Ndio maana kuna kitu kimoja pia nitaka kusema kwamba hata kwa mwanamke anapokuuliza swali au anapokuuliza kitu majibu anakuwa nayo. Ogopa sana hiyo. Kwa hiyo anataka ujibu kama kile anataka uthibitishe tu. Sasa ugomvi unakuja pale ambapo yeye majibu tayari anayo. Kama ya uongo. Mwanamke ni mpelelezi mzuri, ni prosecutor mzuri. Thank you. Kwa hiyo atafuatilia mwisho wa siku atajiridhisha, yani anakuwa tayari ana evidence za kutosha. Zaidi hata ya moja. Kwa sasa anakuwa tu anakuangalia, mimi hapana, mimi hicho kitu hapana. Hapana, kile kitu kinazidi kumtafuna na kumtafuna na kumtafuna. Kwa ndio maana hata wanandoa wengi wanagombana au kuna mahusiano watu wanatofautiana kwa sababu ya kutokukiri tu kosa. Yani kuna muda ukikiri kosa unashusha pressure ya mtu kwamba hili swala kwa kweli inabidi sasa tulitatue kwa
namna kama alivyosema, unaomba msamaha kwa namna yako. Yaani Kalungu aambie kabisa mwanamke akiuliza swali jibu analo, au sio David? Jibu analo. Akikwambia wewe nimekuwa fulani, yaani ujue sio kwamba pengine anakuuliza wewe umpe majibu, jibu analo. Kwa hiyo nataka athibitishe, useme tu kweli mke wangu nisamehe, kweli mpenzi. Au tunaanza tukauliza lile jibu kama swali. Yaani mimi naweza nikakuuliza wewe lile jibu, yani nauliza jibu kama swali. Ngaila leo ulikaa pembeni ya Viva? Mimi nasikiliza najifunza. Naona una namba ya Viva wewe. Maana yake tayari ipo. Umeelewa Sasa ndo hapo ndo naanzia. Basi tuendelee na jumbe, maana yake jumbe ni nyingi jamani huku. Huyu Jameson kutokea Dodoma anasema kwanza mapenzi yanapumbaza ukiwa unapenda. Mambo yanayohusu uhusiano, yanayoua uhusiano. Kwanza mazoea, pili shinikizo la ndugu na marafiki, tatu background mbovu hasa kwa mwanamke. Kauli ya mwanaume baba yao ni mmoja inachangia sana kuua mahusiano sana. Maana watu wanaona watu wao kama wale maeksi wao ambao waliwaumiza huko nyuma. Mambo hayo. Huyu Geoffrey kutokea Tanga anakuambia viashiria ni vingi na huwa vinaonekana mapema sana. Watu huwa wanajisahau, na kama mtu anapenda utajua tu, na kama mtu hakupendi pia utajua tu. Hakuna haja ya kutumia nguvu kubwa kwenye mahusiano siku zote. Penda unapopendwa. Enjoy sana. Anakuambia utaenjoy sana. Huyu anaitwa Baraka Matias kutokea Masumbwe Geita. Anakuambia mada ni nzuri, inafundisha sana. Mimi nadhani wakianza kazi wapewe darasa ama semina ya huyu anakuja mada ya jana hii mambo ya akiba haya. Binafsi nasema vyote ila sio usaliti. Yeye anasamea vyote ila sio usaliti. Yuko kinyuma kidogo na MC Viva. Nipe viashiria vyote ila sio vya kiusaliti. Hapa tunaachana mazima, lakini pia tupende kwa kiasi. By Khalid Kachuru wa Korogwe Tanga. Huyu anaitwa Ibra kutokea Tunduru Ruvuma, anakuambia kiashiria kikubwa ni pale kila mtu anapokuwa busy na mambo yake. Hicho ndio kiashiria kikuu. Cha kuongezea kwa kifupi, mambo mazuri tunayoyaona kwenye mahusiano yakibadilika, yani au vice versa, ndio yanakuwa ishara hatari. Yani yale mazuri yakiwa kinyume chake ndio ishara hatari. Anakuambia moja, ulikuwa unapikiwa na kufuliwa kila mara, ghafla unapuuziwa au kupunguziwa bila sababu. Pili, kulikuwa na mawasiliano ya karibu, sasa ni ukimya au majibu ya mkato. Tatu, kulikuwa na heshima na kujali, sasa kuna dharau au kubeza. Nne, kulikuwa na muda wa pamoja na sasa unakwepwa na haupati nafasi. Tano, kulikuwa na uaminifu lakini sasa kuna siri na mashaka. Kwa hiyo mabadiliko hasi ya ghafla kwenye mambo mazuri ya awali ni ishara ya kuwa makini. Zamani ulikuwa priority lakini sasa umekuwa option. Hapa hata budget ya moyo inapunguzwa officially. Kwa hiyo mabadiliko basi hasi ya ghafla kwenye mambo mazuri ya awali ni ishara mbaya ya kuwa makini. Kuna jumbe nyingi tutaendelea, lakini kwenye hivi alivyovisema huyu ni kama kuna mada inayojificha. Yaani kwa jinsi nilivyosoma huyu ni mkaka, kitu ambacho asichokijua. Mimi nahisi mwana saikolojia, lakini pia MC Viva naye utakuja kutuambia. Kuna vitu ambavyo wanasema ulikuwa unafuliwa au fuliwi tena. Ulikuwa unatafuta utafutwi. Ina maana hawa sio wanandoa. Ni wale ambao wako kwenye uhusiano. Na wanawake kuna jambo tunalitegemea. Sikazi kuna kitu ambacho labda kina misi, akijui kwa mwenzie. Hebu tuelezee kwenye hali kama huyu vitu ambavyo anapunguziwa vile vitu vikubwa anagewa ili na mwenyewe aweze kupona. Kuna kitu akijui. Sawa. Tumfungulie kodi. Kwanza tuanze na takwimu za wanawake na wanaume duniani. Unajua watu wanaishi kwa mazoea sana. Unajua sisi wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kweli. Unajua zamani hapa katikati miaka kama 5 iliyopita watu walikuwa wanasema sasa wanaume ni wachache, wanawake kwa walikuwa wanaamua tu kuamua. Jamani nyinyi mko yani nyinyi ni wachache. Kwa mwisho wa siku kuna wanawake wengine wamejikatia tamaa, wanawaza vibaya, wanajaribu kwenda kwa ume wa watu kujirahisisha. Hapana, hiyo kitu hakipo sawa. Lakini kwa upande mwingine pia, kabla sijajibu swali lako, kwenye ripoti ya 2022 ya takwimu ya ukatili wa kijinsia NBS ilikuwa inazungumzia kwamba kuna ukatili umefanyika takriban kama 37 watu 37. Lakini kilichonishangaza ni kwamba kuna wanaume zaidi 1200 wamefanywa ukatili ambapo wanaume wao ni wa Arusha ndio wameongoza. Kwa kuna mtazamo fulani ukiona ukifikiria inakuwaje kule. Huu ni mahusiano kwa maana yake. Umeona? Sasa tukirudi kwenye ule upande, maana yake hii swala la mtu
kujitoa, kufanya kitu kwenye mahusiano na mwisho ukashangaa vitu vimepungua, ni kwa sababu pia naweza kusema ya kutokufikia kwa matarajio, lakini pia na tabia za kurithi. Takuja kwenye upande wangu ambao nilisema nitauzungumzia. Ili uweze kumpima mtu kwenye mahusiano kama anaweza akakufaa, cha kwanza lazima kwanza uipime akili yake kama nilivyosema mwanzo. Pima akili yake, yani muevaluate yule mtu. Unaweza kuwa unamlaumu bure kwa kumuona pengine labda anafanya makusudi, kumbe sio hata makusudi. Pengine mwenza wako ana ADHD, ni mvivu tu, mzembe, yuko reluctant, hajitumi, hajishughulishi, hangaiki. Kwa hiyo unaweza kuwa unapambana kumrekebisha, unapambana, na hakuna kitu kibaya kama kumbadilisha mwenza wako. Huwezi kumbadilisha. Yani ni kumuelewa kwamba huyu ni special case. Yani ukimuelewa huyu ni special case, hauwezi kupata shida. Hakusumbui. Kwa hiyo kumbe kunawezekana kuna vitu hafanyi, si kwamba hakupendi. Si kwamba hakupendi. Ni asili yake, yani ndivyo alivyo. Yani ndio maana kuna vitu ambavyo ni universal kwa wanaume. Kwa mfano kuna swala la uchafu, lakini sio kwamba kila mwanaume ni mchafu. Yani wanaume wengi wako rafu. Yani ukimwachia chumba cha kulala mwanaume kwa mwezi mmoja ambaye ameoa, hicho chumba kinaweza kawa pengine kama si store. Kwa sababu yani mwanaume wengi wakioa mikono kama inapata ulemavu. Sio kwamba alikuwa hawezi kufanya vitu. Utakunywa soda. Anaweza kufanya vitu. Ila sasa unajikuta sasa hawezi kutandika kitanda, hawezi kufagia, hawezi, anakuwa hivi. Lakini sasa kama vitu hawezi kufanya, alikuwa anaweza kuvifanya. Kwa hiyo kuna swala hilo, manake hapo unaangalia kwanza pima akili yake. Lakini mbili, unaangalia historia ya mahusiano yake ya mwisho. Haya ni maswali ambayo watu wengi hawapendagi kuulizana. Wewe umetoka wapi, mahusiano yako ilikuwaje? Kwa sababu unaweza kaingia kwenye mahusiano na mtu wa mtu ambaye bado hajapona na vidonda vibichi kabisa. Ila kwa sababu umemkwapua, kuna ambao wanakwapua wenza, wanatumia pengine fedha. Mimi namtaka, namhitaji, natamani. Wewe umechukua mtu wa mtu, alafu mwisho siku pengine umemuoa, alafu anakusumbua, alafu unahitaji kusaidiwa. Wewe hujui msingi wa mahusiano wenu ulikuwaje? Ulimuiba. Na kuna mwingine amekuzidi hela huko huko nyuma. Yani ni changamoto. Na pia watakuibia. Umeona? Lazima itakuwa hivyo. Kwa mwisho wa siku hilo pia unaangalia kwamba historia ya mahusiano yake ya mwisho ilikuwaje, na je, alipitia nini? Kama alikuwepo tu, kuna uwezekano mkaendelea. Lakini kuna mtu mwingine pengine anaweza kuwa na changamoto ya nymphomania. Nymphomania, kuna vitu vile, nymphomania na philandala. Philandala ni ile hali ya baadhi ya wanaume wasio na self control. Kila akienda mkoa fulani kisafari, kikazi, wanatamani kutafuta mwanamke. Yani yeye tu akitoka tu mkoa mmoja kwenda mwingine, yani antena zinaanza kusoma, zina search network. Wanaume wao. Okay. Tafutie. Umeona? Lakini kuna nymphomania. Nymphomania, yani huyu ni mtu ambaye anawaka tu tamaa za kimwili. Na hili ni tatizo la kiakili kabisa ambalo linahusianisha na kitu kinaitwa pedophilia. Unajua kuna watu wanalawiti watoto wao. Yani unakuta ni mtoto wake. Yani kuna vitu vingi vinatokea vya kikatili. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto ambazo sasa mtu mwingine hazijui, haelewi. Umeona? Kwa hiyo kuna huo upande, manake lazima pia ujue historia ya mahusiano yake ya mwisho. Alafu la tatu, lazima pia ujue historia ya familia yake. Unajua kuna wakati mwingine pia unaangalia familia ambayo umeenda kuingia kwenye mahusiano, wewe unaona kabisa hawaeleweki au wapo sawa. Yani kuna vitu vinaonekana, tunavisema kwamba hivyo ni overt. Alafu kuna vitu vioni ni covert, yani vya ndani deep. Sasa kuna mazingira tu ukiona tu familia, huyu kaka yuko hivi, dada yuko hivi, yani sisi unanielewa, mfumo tu wa familia wenyewe unakupa picha yani. Alafu unaingia hapa, lazima kila kitu kitakuwa vile. Yani kuna zile wanasema kuna nature issues, environment. Yani mimi naweza nikaadapt tabia kulingana na mazingira yaliyopo. Ndio maana pamoja na kwamba ndio unajitambua, unajiheshimu, ila kuna mazingira ukiwekwa ndani ya siku 90 unaweza kujikuta umeanza kuwa yale mazingira. Ni kama unafanya camouflage, kinyonga, kwamba ngoja sasa ni adapt, niishi kwa namna hii. Lakini sio wewe. Na ukiendelea zaidi inakuwa ni mtindo, lifestyle tayari. Kwa hiyo unaangalia historia ya familia. Kwa hiyo kuna muda anaweza kuona bwana mwenzangu anatumia vile hivi, anafanya hivi. Na kitu ambacho watu wengi hawakijui, yani mtu hawezi kufeki kwenye season zote za mwaka mmoja kumtesti, kumpima. Wengi pia unakuta wanaharakisha, mimi nataka tu, nahitaji, niko mpweke. Ni makosa ambayo watu wengi wanafanya kwenye mahusiano. Kwa mfano mtu anaingia kwenye ndoa na mtu anabisteni kutumia pombe, hanywi kabisa. Ila akiingia anakunywa. Sasa shida inakuja ukimwambia kwa nini unatumia pombe, anakuambia uliwahi kuniuliza hili swali. Kwa hiyo ina maana kwenye mahusiano ngazi ya awali watu waulizani maswali ya muhimu. Baba yako yuko wapi? Mama yako amekaa muda gani? Wanaishi wapi? Mama yangu mimi wamekuwa wametengana na mzee wangu miaka 20. Sababu mimi hata sijui. Wanaishi tu, sisi tunaishi. Kaka zako, kaka zangu alioa mtu akaacha, dada yangu yeye aliolewa akaacha, wanafanya hivi na hivi na hivi.
hivi na hivi na hivi, kwa vile vitu vina evolve kuna akili ya mtu, kwa anaona kumbe hata nikioa nikiacha, si unanielewa, ni kawaida kwao, ni kawaida. Kwa maana yake yani hilo jambo huwa linaambukiza, tunasema ni shared, kama yani we call it shared psychosis. Ni kama mtu anaona hiki kitu kumbe kinawezekana. Unajua ukiwa na mtoto wa kwanza ambaye amefeli shule, hao wengine wanaweza kafaulu, na hata kama wakifeli hawezi kujutia, watasema mbona alifeli. Kuna kitu waga kinaelezwa kwamba kuna mtu alituma ujumbe anasema ukiwa na mwanamke ambaye ana dada zake, yani wanaomtangulia ni dada, ni akina dada ambao ni wakubwa kwake, ili wewe uweze kuishi na yule inategemeana na maisha, mahusiano ya dada zao, yani dada zake yeye. Kama dada zake wanapitia tabu, wanapitia matatizo, wanapitia manyanyaso, kama yule atawatumia wale yani kupata ushauri, inawezekana mambo yawe tofauti. Inawezekana kwa sababu kama akiwa hajitambui, unajua swala ni kujitambua. Yani unaweza kuzaliwa na unakuta dada amekuzidi uzoefu na unamheshimu, pengine anampenda. Ndio maana nasema kujitambua hakuna mipaka. Yani ukishajitambua hata kama uwe na wazazi, yani uwezi kufuata maagizo ya mzazi. Nimekwambia uwezi kufuata. Utamheshimu, hautomvunjia heshima kwa kauli ngumu. Ile unaweza kukaa kimya au unaweza tu kumsikiliza. Unajua kuna ku agree to disagree, yani na kusikiliza lakini sikubaliani na wewe. Ndio na cha kuambiwa. Ndio kujitambua hiyo. Kwa maana yake kuna uwezekano huo kama mtu akiwa ajitambui. Na watu wengi wajitambui, kwa mfano mabinti wote chini ya miaka 24 wakiolewa au wakiingia kwenye ndoa wanakuwa bado hapo kwenye foolish age. Mpaka afike miaka 25 ambapo tunasema kwamba mtu anakuwa amekomaa prefrontal cortex, sehemu ya ubongo ambayo inahusika na executive functioning. Ndio maana ndoa nyingi za mabinti miaka 18 mpaka 24 wanaume wanapitia wakati mgumu sana kuwaelewa, kwa sababu wana evolve. Yani we call it rebellious age. Yani wanapambana, unakuta mara kamsaliti huyu, mara karudi si kwa mtu wake, si kwa hivi. Yani vitu ni vingi. Kwa hiyo inabidi umvumilie mpaka avuke miaka 25 na kuendelea huko. Lakini wanasemaga wanawake tunakuwa mapema. Mnakuwa mapema ndio, lakini mwisho wa siku ni kwamba yani bado mnakuwa hamjakomaa kukua mwili. Mnakuwa tu mwili. Hata akili. Wanasema kijana kwa saikolojia, kijana wa miaka 25 wa kiume ukimweka na binti wa miaka 25, hao watu wanawaza sawa. Yani kuna biological makeup tofauti, na ndio maana hata tunaposema kwamba tunaunganisha kati ya mume na mke kwa mwili mmoja, yani hiyo ni kiimani, lakini kisaikolojia tumeunganisha mifumo tofauti ya mtazamo, upeo, akili. Yani mwanaume ni dhaifu kwa ndani, lakini kwa nje imara, strong. Mwanamke ni dhaifu kwa nje, lakini kwa ndani strong. Lakini kuna upande wa akili. Akili ya mwanamke ndio kama unavyosema, kuna baadhi ya factors. Kwa mfano nikwambia, ubongo wa mwanamke umegemea kwenye upande wa artistic, kuna right hemisphere tofauti na mwanaume. Ndio maana sisi kama nilivyokuambia tunapiga vitu kwa mahesabu, tunafikiria kwa mahesabu. Yani hata mwanaume akiingia kwenye mahusiano na wewe anakuwa anapiga mahesabu, nitamwacha mwezi wa pili. Yani anakuwa ameshajua kwamba yani nyinyi mpo kwenye commitment. Hello. Lakini akashapiga mahesabu kwamba huyu hii wiki nikishakamilisha tu hivi. Kwa hiyo ni mtu wa mahesabu. Hata sisi yetu naye. Naomba sikilize vipi. Inawezekana kwenye wengi. Sasa msivi inawezekana kwenye wengi. Yani tabia ya wanawake wengi si ya mtu, si ya mmoja mmoja. Ngoja aseme vipi. Umeona huyu ambaye analalamika kwamba sijui afuliwi sasa hivi, sijui nini. Huyo kati anaingia kwenye mahusiano na huyu binti, waliekeana misingi. Umeelewa? Walianza, mimi nakupenda, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Yule binti haoni sasa. Muda unaenda. Na muda unaenda. Na bahati nzuri ama mbaya, wanaume sasa hivi wao ndo hawajui kuhusu sisi. Lakini mimi sasa hivi ukinisimamisha hapa najua mjomba wa mume wangu, mke wake, watoto walozaa nje. Yani mimi ninajua ndugu wa mume wangu tofauti na nyinyi. Nyinyi mnaweza mkanijua tu mimi na mama yangu. Matendo tunalipizana. Matendo ni malipo. Hapana. Maana mimi nafanya hivi, yeye afanye na acha. Mimi naishi kwenye ile misingi tumewekeana. Tutapeleka, tutaenda nyumbani baada ya miaka 2. Nataka baada ya miaka 2 hata kama hatujafanikisha basi rudi chini niambie, mke wangu kuna hiki na hiki na hiki. Ndio hicho mimi ninachokitaka. Unakaa kimya mwaka wa kwanza, wa pili lazima niache kufua. Lazima nikuangalie wewe baba, mbona kama umesahau majukumu yako? Narudi kwenye ile misingi tuliyowekeana. Shida ni kwamba wanaume hamuishi kwenye ile misingi yenu. Ulimkumbusha? Inawezekana nakumbusha pia. Na amuishi kwenye misingi. Kuna namna ndio kama anavyosema wana process taratibu, inawezekana sijui. Umenielewa? Kwa hiyo niko tofauti kidogo. Sawa. Basi tuipate nataka kuongezea pia hapo, nimependa hicho kitu. Yaani mwanamke akikupenda hata kama ukiwa una kitu, sio kafikiria amekupenda tu kwa jinsi ulivyo. Amependa akili. Kuna kitu kinaitwa sapiosexual. Yaani mwanamke anaweza kama amependa akili yako, sawa?
na najua kabisa kwamba kwa akili ya huyu mwanaume naweza kumtengeneza akawa fulani. Kwa sababu kila mwanamke ana picha ya mwanaume anayemtaka. Yaani akikuchukua au nyinyi mkiingia, hata kama wewe hueleweki, utaeleweka tu. Yaani kama mkiwa mnakubaliana, ndio maana kuna msingi wa makubaliano nasema ni umoja. Yaani tunakubaliana, mnazungumza, mnajadiliana. Shida ni kwamba ndio hivyo, kuna ile ego. Na labda kwa kuongezea hapo kuna kitu kimoja, yani vitu ni vingi. Kuna nasema ni kama vipimo vya mahusiano vipo katika ngazi 7. Yaani mtu mpaka na uhusiana na mtu amechakata kwa hatua 7. Hatua ya kwanza huwa ni imani. Mtu anaangalia msingi wa imani. Sasa mtu ambaye hayuko serious sana na mahusiano anaweza sidili sana na imani. Akasema mimi nahusiana naye tu kwa muda mfupi, temporal. Unaona? Lakini mtu ambaye yuko serious anaangalia imani. Hiyo ya kwanza. 2, mtu anaangalia uwezo. Kwa hiyo mtu anaweza kawa hana imani lakini ana uwezo fulani. Hapa nazungumzia vipaji. Kwa hiyo kuna watu wameingia kwenye mahusiano na watu kwa sababu wana kipaji tu fulani. 3, taaluma au elimu. Kuna mtu mwingine hawezi kuhusiana na mtu mjinga, hawezi. Na ameapa kabisa, mimi siwezi kuhusiana na mtu mjinga. Yaani hilo lipo wazi kabisa yani. Kwa hiyo mtu mwingine bila hivyo haiwezekani. Ndio maana kuna watu wanatafuta, wanasubiria mtu apate profesa, sio nani, kila mtu ana machaguo yake. Lakini 4 ni tabia. Kuna mtu anaangalia tabia alionayo, kwa upole wangu nikipata mtu mkorofi kidogo atanichangamsha, au kwa tabia yangu hii ya hivi ya kusoma vitabu nikipata mtu ambaye ni bookworm kidogo anaweza kaniweka sawa. Yaani tabia. Sasa lakini 5 hapa kuna swala zima la umri. Ambapo kwa wanaume wengi wao wanaangalia nikipata binti ambaye nimemzidi pengine umri fulani, na kuna wanawake ambao wana hiyo notion kwamba nikipata mwanaume ambaye amenizidi umri fulani. Sasa hili umri bwana, na hilo ni sahihi kwamba mwanamke anatakiwa azidiwe umri na mwanaume. Ni kweli si kweli? Inategemea na uhitaji wa mtu. Unajua kila mtu anaingia kwenye mahusiano akiwa na sababu zake. Kwa kuna mtu mwingine pengine labda ana watoto tayari. Kwa hiyo ni kuoa mwanamke binti mdogo kupata watoto wengi sio sababu. Sasa sababu ya msingi wengi ambao wanaingia kwenye ndoa wengi bado hawakuwa na watoto. Hawakuwa na watoto kubwa. Sasa mimi kwa mfano kwa umri wangu natakiwa nioe labda mwanamke ambaye labda amenizidi umri ama nimemzidi umri. Nani ambaye anapaswa kumzidi mwenzake umri? Kwenye asili kabisa ya jamii, maisha kabisa ya kuna asili ya jamii. Kuna asili ya jamii ni mwanaume anatakiwa mzidi mwanamke umri. Ambao ni sahihi, si sahihi. Kwa jamii tunayoishi. Kwa jamii tunayoishi. Lakini kisaikolojia hata mwanaume anaweza kazidiwa miaka 5 mpaka 6 na mwanamke na wakaishi. Lakini sio wengi hao. Sio wengi. Ndio maana kwa sababu si jamii, mfumo wa jamii ulivyo. Yani kuna makubaliano. Yani swala zima la umri ni swala ambalo mtu mwenyewe anaamua. Yani kuna sasa labda niweke wazi. Kuna aina kama 3 ya miili kwa wanawake na kwa wanaume pia. Kuna endomorph, kuna ectomorph na kuna mesomorph. Wanawake miili yao inawahi kuporomoka kibiolojia. Sawa? Kwa hiyo wanaume wengi wanatafuta wanawake wenye miili midogo kwa sababu wanaamini baada ya muda fulani. Lakini kuna wanawake ambao ni ectomorph, mesomorph. Mtu ana miaka 50 lakini huwezi kuja na miaka 50. Kwa hiyo kuna mtu anaangalia fakta zake. Tunatafsiri akili na kichwa, uzoefu wa namna gani ya kuendesha familia. Unazungumza kwa mwanaume ndio anaenda kuwa kichwa cha familia. Kwa asili ni sahihi. Azidiwe uzoefu na mwanamke wake. Kuna wanaume mbona wana vyeo lakini wanaoa wanawake ambao yani wao hawana vyeo lakini wanao wanawake wenye vyeo lakini mambo yanaenda vizuri. Na yuko sahihi kabisa. Kuna swali ambalo tumsaidie mdau hapa. Anakwambia kuna uhusiano mtu anafanya kazi nje. Yaani tuko mbali, mimi niko Tanzania, yeye yuko Iraq. Lakini ananipigia mara 4 kwa siku na tunaongea. Ila ikitokea tumekwazana kidogo anazima simu siku nzima. Baadaye akirudi anakuja kukutafuta kama hakuna kilichotokea. Je, hii imekaaje? Kwa MC Viva mshauri. Wako mbali long Tanzania na Iraq. Sasa hiyo kuzima simu ni kama anatamani kujiponya mwenyewe kwa muda. Hatuwezi tukasema ni kwa nini anazima simu, anahitaji nafasi. Umeelewa? Kwa hiyo azoe hiyo hali na aepushe kumuuzi huyu bwana. Amekuelewa. Jumbe ni nyingi, nitasoma tu. Kuna Anti Mwajuju, kutoka kwa Anti Mwajuju hii naomba nisome. Anakwambia viashiria hatari vya kuzingatia katika uhusiano: heshima kupungua, mawasiliano kuvunjika au kuwa hafifu, maamuzi ya upande mmoja, mabadiliko ya tabia ya ghafla, kukosa muda wa pamoja kama mume na mke. Huyu ni Anti Mwajuju, yeye ni somo katika kipindi kile cha Barizi hapa UTV. Lakini pia Innocent Kayaga tumepata maoni yako.
Tumepata maoni ni mengi. Joseph Kabuja kutoka Tabata, tumepata maoni yako, asante sana. Jumbe ni nyingi, muda unatutupa mkono. Hakika tungependa kusoma maoni yenu yote, lakini na wale ambao mnasifia mada yetu ya siku hii ya leo tunasema asante sana. Kwa kumalizia sasa, tunaelekea. Tumezungumza viashiria hatari. Vipi vya kupuuza na vipi si vya kupuuza? Kwa kumalizia kwa sekunde kadhaa, tuanzie kwako Charles. Mambo ya kupuuza, cha kwanza, usiruhusu tafsiri za mtu ziweze kukuamulia uhalisia wako. Yani kama mahusiano na mtu akwambia wewe ni mbaya, wewe ufai, au wewe sio, yani akikupa kauli zote tata, inabidi uzipuuze kwa sababu sio kweli. Yani kitu chochote ambacho hakina uhalisia au sio cha kweli, haupaswi kukupa muda au haupaswi kukiamini. Kwa hiyo ukikiamini kinakufadhaisha. Lakini cha pili, kama upo kwenye mahusiano ambayo hayana faida, mahusiano nazungumzia, sio ndoa. Hakuna sababu ya kuendelea kubaki hapo. Kwa sababu mahusiano lazima yanufaishe wote. Lengo la mahusiano ni ninyi muweze kustawi. Kama upo kwenye mahusiano unadumaa, kwa kweli mahusiano hayakufai. Lakini tatu, usilazimishe kuingia kwenye mahusiano kama upo tayari. Unajua mahusiano ni msukumo wa ndani. Yaani mpaka mtu anahusiana, maana yake ni kwamba ameamua, amedhamiria ndani kwa ndani. Kwa hiyo ukiona umeingia kwenye mahusiano kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya watu influence, maana yake upo kwenye hatari. Lazima utashi wako pamoja na hisia zako ziweze kuwa connected ili uweze kuhusiana na mtu. Lakini jambo la mwisho, nadhani na mengi ya kuzungumza, siwezi kuzungumza yote, labda ni follow Instagram Kalungu_psychomotive. Sawa. Hatimaye kwa ushauri zaidi. Instagram rudia tena jina? Kalungu_psychomotive. Kalungu iko umoja Tanzania. Ukiandika Kalungu itatokea. Anakuja mimi. Karibu hivi. Mimi nina moja tu kubwa jamani, kwenye mahusiano yako, kama furaha yako ni ndogo kuliko huzuni, kimbia. Yaani kwenye mahusiano ulionayo hapo sasa hivi, ukiona wewe huzuni yako ni kubwa kuliko furaha yako, kimbia. Jamani, naomba tu, kwa sababu mwisho wa siku ile mahusiano unaishi wewe. Sawa sawa, haishi familia yako, hawaishi marafiki. Show off inaishaga mahali, inafika inaisha. Tupo kwa sababu bwana ana kitengo fulani. Hapana, utakuja kulia mwenyewe. Ukiona furaha yako ni ndogo kuliko huzuni yako, kimbia, kwa sababu una muda wa kuchagua. Ukiingia kwenye ndoa, kutoka ni yani ni nusu, unaelewa Kwa hiyo hebu naomba, kama furaha ni ndogo, usiendelee. Wakitaka ushauri zaidi Instagram? Jamani, naitwa MC Viva Instagram, TikTok natumia simulizi za MC Viva. Tuko pale, njoo tuongee na mimi niko tayari kukusikiliza. Kuna kitu hapa, anayekupenda hawezi kuruhusu utokwe machozi. Siyekupenda. Na mimi nimalizie na nini sasa? Mbona mambo yashakuwa mazito? Umeshamaliza kila kitu. Yaani wamemaliza kila kitu. Mimi sina hata cha kumaliza. Kikubwa tu hakikisha hapo ulipo una furaha. Ujisemee MC Viva, ukiona hamna furaha, rana. Na hivi ndivyo tunavyohitimisha mada yetu kwa siku hii ya leo. Tulikuwa pamoja hapa na mwanasaikolojia, yeye huyu si mwingine bali ni Kalungu Charles, lakini pia mshauri wa masuala ya mahusiano. Queen Dickson maarufu kama vile MC Viva, lakini na mwenzangu pia Richard Ngaila. Ama kwa hakika tunaamini kwamba umeweza kujifunza na kupata mengi kutoka katika kikao hiki cha familia.